Kumbuka kwamba serikali ya awamu ya sita iliyoingia madarakani, Mama Samia alihutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika swala la kilimo kuna maeneo ambayo aliyapa kipaumbele. Mojawapo ni eneo la tija. Sasa eneo la tija lina constitute vitu vingi. Na tija tunayoizungumzia ni ile inayoletwa na mkulima. Kwa hiyo cha kwanza kama hatua ambayo wizara imeanza kufanyia kazi ni kumtambua huyo mkulima ni nani na yuko wapi. Ndipo mara nyingi mmekuwa mkisikia tunasema kwamba tunazungumzia swala la tija, tunazungumzia swala la ugani. Kwa hiyo swala la tija, swala la ugani, driver muhimu ni mkulima ambaye anaifanya ile kazi ya kilimo. Kwa hiyo lazima kumtambua. Kwa hiyo kama wizara hili ni jambo ambalo tumelianza na tukasema kwamba tuje tuongee na nyinyi muweze kudisseminate information. Registration ya wakulima under M Kilimo ni mchakato ambao umeanza na unaendelea. Haina maana kwamba leo ndio mwisho. Ni mchakato unaoendelea. Kwa hiyo hatua yangu ya kwanza ni kuwaelezeni hili. Tumeanza mchakato wa usajili wa wakulima. Tumekuwa na platform mbalimbali, lakini zote zitaunganishwa chini ya kitu kinaitwa nini? M Kilimo. Ndio itakuwa ni climax ya usajili wa wakulima. Lakini huu mchakato wa usajili wa wakulima unahusisha vile vile kuwasajili maafisa ugani. Kwamba unapomtambua mkulima lazima umtambue anayempa huduma huyo mkulima. Na katika mchakato wa kumsajili afisa ugani tunamtambua huyo afisa ugani yuko wapi, yuko kata gani, ana elimu gani, ana uzoefu gani, amekuwepo kazini kwa muda gani. Kwa nini tunazitaka hizi taarifa? Katika bajeti yetu ya mwaka huu, katika fedha ya extension tuliyotenga, moja ya eneo ambalo tunalizungumzia ni tutakuja kufanya training ya maafisa ugani. Kwa hiyo lazima tuwatambue hawa maafisa ugani. Inawezekana mwingine kutokana na mabadiliko ya teknolojia ameajiriwa miaka 20 iliyopita. Kwa hiyo ni vizuri tukamjua. Aliyegraduate juzi Sokoine inawezekana yuko more equipped with a modern technology kuliko aliyegraduate miaka 15-20 iliyopita. Kwa hiyo tunafanya mchakato vile vile wa kuwasajili maafisa ugani na kuwafahamu hao maafisa ugani wako located wapi. Kwa hiyo taarifa yetu hii ambayo naitoa kwenu, kwanza tutaeleza mpaka sasa tumeshasajili wakulima wangapi na malengo yetu ni kufikia angalau kwa awali wakulima wangapi na njia hizo za usajili zinazofanyika. Zoezi hili la usajili wa wakulima linafanyika kwa njia ngapi? Mbili. Moja ni njia ya mkulima kwenda kwa afisa ugani. Pale kwenye kata kama afisa ugani yupo, mkulima anaenda kwa nani? Kwa afisa ugani yeye mwenyewe, anaenda kujisajili. Kwa hiyo ataenda na namba yake ya simu, atapeleka jina lake na details zake. Afisa ugani atamsajili katika mfumo. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni mkulima yeye mwenyewe anaweza kujisajili kwa kutumia simu yake ya mkononi. Anajisajili vipi kwa simu yake ya mkononi? Na sisi wote hapa tuna simu. Atabonyeza *152 *00 reli. Atafanya ile kupiga. Akipiga ataona neno huduma za serikali. Akiona neno pale kwenye huduma za serikali ataenda namba 7. Atachagua namba 7 ambako kuna kilimo, ufugaji. Kwa hiyo atachukua namba 7. Ata click. Ataenda, itakuja bango ambalo linaonyesha huduma zilizopo kwenye kilimo. Kwa hiyo atachagua namba 2. Akichagua namba 2 atachagua M Kilimo. Akishaingia kwenye M Kilimo atajikuta kwamba wewe kama hujasajiliwa itakuonyesha kwamba umesajiliwa, lakini itakuonyesha huduma unazotaka kuzipata. Je, unataka bei za mazao, unataka kuuza mazao, unataka kununua mazao, unataka ushauri ama nini? Kwa hiyo kama ni mtu umepata tatizo, unaenda namba 4 kwenye ushauri.
kama umeshapata kuna tatizo unataka litatuliwe. Kwa hiyo ukiingiza namba 4 itakuletea mfano mimi hapa nimeshajisajili Hussein Bashe. Kwa hiyo nasema tafadhali andika kwa kifupi hitaji lako la ushauri. Kwa hiyo ukishaandika hitaji lako la ushauri utaeleza either nimeshambuliwa na wadudu shambani. Utasukuma hiyo message kwenda, and then ile message itakwenda kwa afisa kilimo wako either wakata, itaenda kwenye mfumo, lakini itakapoenda kwenye mfumo itaenda na jina la mkulima na namba yake ya simu na shida yake. Wewe ile ikishapokelewa, afisa kilimo wa eneo lile, na hii mfumo sisi tuna monitor kutoka huku makao makuu, tunaangalia je, huyu mkulima kahudumiwa in real time, kwa sababu kama uko Nzega itaonyesha huyu ni mkulima wa wapi, wa Nzega, kwa sababu unaposajili unasajili jina lako, kata ulioko, kijiji uliopo, kila kitu. Kwa hiyo itakapoingia kwenye mfumo sisi tunaona kwamba mkulima wa kijiji cha Nhorola Nzega anaitwa Huseni, amepeleka shida yake na sasa yamepita masaa 2 hajahudumiwa na afisa ugani. Then watu wetu wa makao makuu wanachukua hatua ya kuwasiliana na mkulima na kuwasiliana na afisa ugani wa eneo husika kumwambia kwa nini hujamhudumia huyu mkulima mpaka sasa. Kwa hiyo hii ni hatua ya awali ambayo tumeianza. Sasa kwa nini tunataka? Cha kwanza tumesema kwamba nia yetu ni kuwatambua wakulima wetu. La pili ni kutambua maafisa ugani tulionao waliopo na elimu zao na uzoefu wao na shughuli ambazo wamekuwa wakifanya kwa siku zote, ili itusaidie sisi tunapoanza safari ya kufanya kudevelop training manual za maafisa ugani, tujue tunamtrain nani kwa ajili gani. Sasa mpaka sasa kwa kipindi hiki kifupi tumeshasajili wakulima 1,979,662 na maafisa ugani ambao tumeshasajili ni maafisa ugani 6,840. Lakini kwa kipindi hiki kifupi maswali ya wakulima ambao tayari tumeshapokea na wamekuwa attended ni maswali 7,792 ambao wakulima tayari wameshaanza kuuliza, ambao wameshajisajili. Sasa tunafanya hii press kuambia kufanya mambo yafuatayo. Moja, kuwataka wakurugenzi wa halmashauri wote nchini kuwafacilitate maafisa kilimo wao wa wilaya ili shughuli hii ya usajili wa wakulima ifanyike kwa kasi tunayotarajia. Kwa hatua ya awali tumejiwekea lengo la kusajili angalau kaya za wakulima milioni 6 kwa hatua ya awali. Hii kwa sababu tukiangalia household survey ya watu wetu katika nchi yetu ni kwamba tunazungumzia population ya Watanzania milioni 60, na tunapozungumzia milioni 60 kwa takwimu zetu tunaona, na hizi ni takwimu za NBS, tunazungumzia 59% imejiengage kwenye kilimo. Maana yake unazungumzia watu milioni 30 na kidogo. Sasa hao watu milioni 30 na kidogo, maana yake ni kwamba ukichukua kwa kila kaya moja ambao ni wastani wa watu 5 mpaka 6, kwa hiyo sisi tunajiwekea lengo la angalau minimum ya kusajili kaya za wakulima milioni 6. Kwa hiyo tunaamini kwamba atasajiliwa mkulima mmoja kutoka katika kaya moja. Kwa hiyo huyo mkulima mmoja atarepresent ile kaya, maana yake ni kaya milioni 6 kwa hatua ya awali. Hili ni jambo jipya tunalolifanya, tutakuwa tunaendelea kufanya maboresho as we move forward. Lakini climax yetu siku moja ni matarajio yetu tuwe kwenye chumba kama hiki kiwe kina call center, kwamba mkulima popote kule anaweza akapiga simu bure kuingia pale. Lakini hii ni base, kazi ya awali ambayo ni lazima iwe perfected. Kwanza kuwasajili wakulima wote na kuwatambua kila mmoja yuko wapi. Hatua ya pili kuwasajili maafisa ugani, na hawa maafisa ugani tutaweza kuallocate kwamba ukienda wilaya ya Nzega, kijiji, tarafa ya Nyasa, tutajua kwamba tarafa nzima ina maafisa ugani wangapi na ina wakulima wangapi, wako scattered katika vijiji vingapi, na mwisho tutakuja kujua kwamba wanazalisha mazao gani. Huko mbele nia yetu ni kwamba tutafika mahali tukilinki mifumo yote tutaweza kumtambua mkulima, productivity yake, kila kitu,
na shida ambazo amekuwa akikabiliana nazo. Sasa katika mikoa yetu ya Tanzania, kati ya hawa wakulima, mikoa ambayo ni ya mwisho mpaka sasa ambayo imesajili wakulima wachache ni mkoa wa Pwani, umesajili wakulima 14784. Mkoa wa Mtwara umesajili wakulima 1028. Mkoa wa Iringa umesajili wakulima 1020, Tanga 1041 na Arusha 1048,976. Hii ndio mikoa ya mwisho. Mikoa ambayo mpaka sasa inafanya vizuri, inaongoza, sio inafanya vizuri, inaongoza, ni mkoa wa Morogoro, umesajili wakulima 1,153,977. Mkoa wa Njombe umesajili wakulima 1,153,158. Mara wakulima 1,148,872. Tabora wakulima 1,120,614 na Kilimanjaro wakulima 1,120,604. Hii ndio mikoa mitano ya kwanza inayoongoza na ile mitano ya mwisho ambayo nimeitaja. Na kwa nini hili jambo ni muhimu sana? Na mimi ningeendelea kusisitiza kuzitaka halmashauri ili tuweze kumhudumia mkulima. Hata wewe ukienda benki wanaita KYC ile, know your customer. Huwezi kumhudumia mteja kama humfahamu. Kwa na sisi tunaanza safari ya kuwafahamu wakulima. Na hili ni jambo la msingi sana. Na ni vizuri wakurugenzi wa halmashauri wakajua kwamba wana wajibu wa kuwasaidia maafisa kilimo wa wilaya kufacilitate hili. Lakini la pili, ndani ya wizara, kwa sababu naibu katibu mkuu yuko hapa, atawaandikia wakurugenzi wa bodi za mazao ya kilimo ambazo ziko chini ya wizara ya kilimo zote zishirikiane na wakurugenzi wa halmashauri katika maeneo husika ili kufanya huu mchakato wa usajili wa wakulima unakuwa efficient and effective. Ni lazima washiriki wakurugenzi wa bodi za mazao. Mkurugenzi wa bodi ya tumbaku ofisi yake iko Tabora, ni lazima ashirikiane na halmashauri za Kaliwa, halmashauri za Urambo, halmashauri za Uyui, halmashauri zote za mkoa wa Tabora ambazo zinazalisha mazao anayoyasimamia tumbaku. Na kwa nafasi hii hakuna mkulima anayelima zao hili moja. Mkulima wa tumbaku analima mahindi kwa ajili ya chakula, analima mpunga, analima labda sasa hivi kwenye maeneo ya tumbaku analima sana alizeti kama additional crop ya kibiashara. Kwa hiyo ni lazima mkurugenzi wa zao la tumbaku ashirikiane na halmashauri anazofanya nazo kazi. Kati ya halmashauri 27 zinazolima tumbaku, lazima mkurugenzi wa bodi ya tumbaku ashiriki nao. Kati ya halmashauri 57 za pamba, mkurugenzi wa bodi ya pamba lazima ashirikiane na hizi halmashauri. Kati ya mikoa zaidi ya 17 sasa hivi ya korosho, mkurugenzi wa bodi ya korosho lazima afanye nini? Ashirikiane na wa halmashauri katika make sure kwamba maafisa kilimo wanakuwa facilitated kufanya hii kazi ya kusajili wakulima. Kwa hiyo tulisema kwamba tuweze kuongea na nyinyi kuweza kuwaeleza hili jambo, na hii ni hatua ya awali kwa sababu tija haiji kwa jina la Roho Mtakatifu wala kwa dua za kumuomba Mwenyezi Mungu na kumtaja Mtume Muhammad. Tija ni matokeo ya hard work. Na tija ni lazima umtambue huyo unayemhudumia, kwa sababu unatakiwa kumtibu, lazima umjue. Huwezi kumtibu kwa kutokea ofisini, lazima tumfahamu. Na njia ya kwanza ya kumfahamu ni kumsajili mkulima na taarifa zake. Umeona katika bajeti yetu safari hii ambayo tunaanza hivi karibuni, naamini kabla ya msimu wa kilimo, mchakato wa kugawa pikipiki utafanyika, si ndio? Na vile vile tutagawa smartphone kwa maafisa ugani wote. Kwa nini tunagawa smartphone? Kwa sababu wataalamu wetu wana design app. Kwa sababu sasa hivi unajisajili kwa simu ama kwa web, kwa kutumia website, ambapo unaingia kwenye website ya Wizara ya Kilimo, halafu unakutana na wanaita extension services ambayo ni exts.kilimo.go.tz ndani ya website ya kilimo. Kwa hiyo sasa huyu afisa ugani anatumia hizo njia mbili kumsajili mkulima. Kwa hiyo sisi tutawapatia simu hivi karibuni za smartphone maafisa ugani,
na hizi simu zitawekewa app. Hii app ndio itakayotumika kufanya hiyo kazi ya usajili, na app itakuwa na details zinazotakiwa ili ziweze kukidhi mahitaji. Uzuri, hili ni jambo la teknolojia, lina mabadiliko, linaongezeka kila siku, na sisi tunatengeneza mfumo ambao utaweza kuwa updated every day kutokana na mahitaji na challenge tutakazo kutana nazo. Kwa nawashukuruni sana. Asante. Kwa jina naitwa John Kajiba kutoka Economic and Social Research Foundation Dar es Salaam, taasisi ambayo inafanya tafiti za kiuchumi na mambo ya kijamii. Katika mfumo huu ESRF ndio ambayo walikuwa waanzilishi baada ya kufanya utafiti mwaka 2013 katika mkoa wa Mara na mkoa wa Kagera. Tuligundua kwamba wananchi wanataka taarifa nyingi za kilimo ziwafikie karibu zaidi kuliko ambavyo vilikuwa zinafikia kupitia zile World Resource Centers, na hapo ndipo wazo likaja kwamba tuwe na mfumo wa M-Kilimo ambao utasaidia sana wakulima kuweza kupata taarifa kwa karibu. Kulingana na tafiti hizo, tukaweza kuanzisha vituo vya redio mbalimbali kama sehemu 5 hivi, lakini kubwa zaidi kuwafikia wananchi kwa karibu, tukasema tuwe na mfumo wa M-Kilimo ambao tuliufanya na tukaanzisha tukajifanya majaribio katika maeneo ya Ikungi, Ileje pamoja na Bunda, lakini baadaye tusema lazima tuende kitaifa. Kitaifa mnakwendaje? Ndio tukaongea na Wizara ya Kilimo ambao tunashukuru walipokea vizuri sana, tukaboresha na ndio maana tuko leo mpaka hapa tulipo. Kwa mfumo sasa hivi unatumika nchi nzima kama ulivyosikia, na matokeo ni makubwa sana. Kwa ushiriki wa ESRF ni ubunifu ile wazo la M-Kilimo na kuanzisha kwa mfumo huo tukishirikiana na wadau mbalimbali. Habari za mchana. Naitwa Emmanuel Kagongo, natokea Maltix kama mtu wa masuala mahusiana na biashara. Sisi kama Maltix tumekuwa technological partners, tumekuwa wenza wa ESRF kwa upande wa teknolojia kuweza kujenga huu mfumo. Baada ya ESRF kufanya tafiti zao, waliweza kutushirikisha sisi kama washauri wa teknolojia, tukaweza kuwashauri kwa the best technologies ambazo zinaweza kutumika kuweza kulitafsiri hili wazo kwenda katika vitendo. Na tunashukuru kwamba mchakato wetu tumeweza kushirikiana vizuri pamoja na Wizara ya Kilimo na ESRF, tumeweza kujenga mfumo ambao kwa sasa hivi unatumika vizuri, na kikubwa kabisa ambacho tunashukuru sasa hivi ni kwamba wizara kama wizara kiteknolojia wameweza kubeba huu mfumo, na kwamba kwa sasa wanaweza kuendesha wenyewe vizuri bila kuhitaji ile assistance ya kila siku. Kwa hiyo ni vizuri wakati tunafanya zile trainings wenzetu wa wizara waweza kuelewa vizuri. Asante sana. Ndugu waandishi wa habari, mimi kwa jina naitwa Rajabu Nkalange, ni mtumishi wa Wizara ya Kilimo na idara ya mafunzo, huduma za ugani na utafiti, na ndiye mratibu wa mfumo huu wa M-Kilimo. Kwa kifupi, mfumo huu wa M-Kilimo ni mfumo wa kidijitali ambao unamsaidia mkulima kuweza kuwasiliana na afisa ugani kilimo katika kutatua changamoto zinazomkabili katika uzalishaji katika mnyororo wa thamani. Na mfumo huu unatoa huduma katika sehemu kuu mbili: huduma za ushauri pamoja na huduma za masoko, kwa maana e-extension na e-market. Lakini mfumo huu una historia kidogo ulipoanzia. Mfumo huu ulifanya taasisi ya ESRF ilifanya utafiti kufuatia swala la upungufu wa maafisa ugani, ambapo waliona kwamba kuna fursa ya kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kupata huduma hii kwa njia ya kidijitali, mtandao, ambapo mkulima anaweza kuunganishwa na afisa ugani kwa ajili ya kuweza kutatua changamoto zake. Na mfumo huu walifanyia utafiti mwaka 2013, ambapo walifanya kule mkoa wa Mara, Bunda, Bukoba, Morogoro katika halmashauri ya Kilosa, Ileje katika mkoa wa Mbeya by then ambao sasa hivi ni Songwe, pamoja na Bagamoyo pale Kiwangwa kwa ajili ya masoko ya mazao yale ya nanasi. Lakini baada ya kufanya vizuri mfumo, basi taasisi ilikuja kufanya mawasilisho ya jinsi ya matokeo ya mfumo huu ambao walikuwa wanautumia katika hizo sehemu ambazo wanalistaji. Kwa hiyo wizara
baada ya ile wasilisho waliona kwamba ni kitu kizuri, kwamba pamoja na kwamba kuna mifumo mingine ya kidijitali ambayo tunaitumia, ikaona kwamba ni vizuri kutumia huu mfumo uweze kutusaidia kuweza kupunguza ule upungufu wa maafisa ugani ambao tulikuwa nao ambao ni 6704 by then, ambao sasa tunakuwa tuna upungufu wa karibu maafisa ugani 1021. Kwa hiyo tukaona kwamba baada ya ile wasilisho tukaona kwamba huu mfumo tuchukue, lakini hatuwezi kuchukua tu moja kwa moja na kuweza kufanyia kazi. Kwa hiyo lazima na sisi ufanyie pilot testing. Kwa hiyo mwezi wa 5 2020 tulifanya pilot ya huu mfumo katika mkoa wa Dodoma katika halmashauri za Bahi, Chamwino na Kongwa, ambapo jumla ya washiriki 113 ikiwa ni wakulima viongozi 30, maafisa ugani kilimo 33 na wafanyabiashara 50 katika soko la Kibaigwa. Kwa hiyo matokeo tuliyoyapata kwenye field condition ndio ambayo yalikuja kutufanya sasa tuweze kuboresha mfumo kwa kutatua zile changamoto ambazo tulipata wakati tunafanya majaribio ya mfumo. Kwa hiyo baada ya kurekebisha zile changamoto ambazo tulizipata kwenye maeneo hayo niliyotaja ambayo tulifanya majaribio ya mfumo, kwa hiyo tukaboresha, na hivyo sasa tukafanya tukawa na kazi ya kusambaza katika halmashauri za mikoa yote nchini. Kwa hiyo tulianza na mikoa miwili ikawa kama pilot nayo ya kusambaza mfumo, ambapo tulifanya katika mkoa wa Tanga pamoja na Iringa, ambapo jumla ya halmashauri 9 za mkoa wa Tanga ambazo zilikuwa na maafisa ugani kilimo 33 walipata mafunzo ya ana kwa ana kwa muda wa siku 3, na kule Iringa jumla halmashauri 4 nazo zilipata mafunzo haya kwa muda wa siku 3, na mafunzo haya yafanyika tarehe 3 mpaka 5 mwezi wa 11 2020. Yale ya piloting yafanyika kuanzia tarehe 19 mpaka 20 mwezi Mei 2020, na jumla ya maafisa ugani kilimo 15 walikuwa wa mkoa wa Iringa, 33 walikuwa wa mkoa wa Tanga. Kwa hiyo ikifanya jumla ya maafisa ugani 48. Kwa hiyo baada ya mafunzo yale ana kwa ana kulikuwa kuna matokeo chanya makubwa sana, kwa sababu wakulima walisajiliwa kwa wingi, lakini sasa tukaona kwamba ile njia ya ana kwa ana itachukua muda mrefu sana mpaka kuweza kukamilisha mikoa mingine iliyokuwa imebaki ambayo ni 23. Kwa hiyo tukafikiria tufanye nini? Tukasema kwamba lazima turudi katika njia ambayo itatupa kasi zaidi ya kuweza kufikisha huu mfumo. Kwa hiyo ndio tukafanya mafunzo kwa njia ya Zoom meeting kwa mikoa ambayo ilikuwa imebaki, na hiyo tulifanya kwa mwezi wa 4 ambao tulihakikisha kwamba mafunzo yote yamekuwa mafunzo yalifanyika katika mikoa yote iliyokuwa imebaki 23, na kwa jinsi hiyo ilitusaidia kuweza kuifikia mikoa mingine ambayo ilikuwa imebaki, na ndio ambayo ilikuja kuleta sasa matokeo ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri ameyataja hapa, kwamba kufuata ile kwamba kuhakikisha kwamba mfumo umeweza kusajili wa maafisa ugani wote, na wale maafisa ugani nao kuweza kusajili wakulima kwa takwimu ambazo zimetolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri.